Okay, mimi naitwa Shafi Dauda, ni mdau wa michezo. Leo nimefika hapa Kigamboni kushuhudia mashindano ya Samia Cup kwa mwaka 2025. Mashindano ambayo yameonekana kuwavuta vijana wengi katika mkoa wa Dar es Salaam. Vijana wa chini ambao wanajitafuta, wana vipaji, wanatafuta sehemu ya kuonyesha kile walichokuwa nacho. Waandaaji wa mashindano wamefanya jambo kubwa kwa kushirikiana na wadhamini. Nimeona Togabe, Super Sembe. Niwapongeze sana pia kwa kuja kuwashika mkono waandaaji wa mashindano na kuwa sehemu ya kuwapa platform vijana hawa ili waweze kuonyesha uwezo wao. Tanzania tumejaliwa vipaji vingi sana, vijana wengi sana wenye uwezo, lakini kuna vitu ambavyo ni vidogo vidogo vinakosekana kwa ajili ya hawa vijana kuweza kuonyesha walichokuwa nacho na kuwasaidia kuweza kutumia talenti zao kwa ajili ya kunufaika wao pamoja na familia na jamii kwa ujumla inayotuzunguka. Kwa hiyo wanapokuwa mashindano ya namna hii yanasaidia kuwa expose, kuwaonyesha. Unaweza kushuhudia mashabiki wengi waliokuwepo hapa, wadau wengi waliokuwepo hapa. Nimemwona Emmanuel Gabriel Mwakyusa, mshambuliaji wa zamani wa Simba na timu ya taifa Tanzania. Uwepo wake una maana kubwa. Gabriel ni kocha mkubwa na wapo wengine ambao hatujawaona. Tupo Shadaka Sports Management ambao kazi yetu kubwa ni kuscout na kudevelop talents mbalimbali Tanzania. Vijana wana uwezo mkubwa. Kwa hiyo ni jambo kubwa jema. Ukiachilia tu kwa hao wanaocheza na kuonyesha uwezo wao, angalia umati wa watu waliokuwepo hapa. Vijana wengi wa mtaani ambao wengi hawana shughuli za kufanya. Wakija maeneo kama haya kukiwa na activity kama hizi, inawafanya wakati mwingine na wao kufurahi, kuacha kuwaza mambo mahovu, kuacha kuwaza kuenda kwenye makundi yale ambayo yanapelekea kufanya mambo ambayo kwenye jamii hayatakiwi. Kwa hiyo shughuli za michezo zina manufaa mengi sana. Ndio maana na mimi nimeshawishika, nimekuja hapa kwa ajili ya kuunga mkono waandaaji, wadhamini Togabe, Super Sembe na wadau wengine wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa sehemu ya mashindano. Waandishi wa habari ni wadau wakubwa pia. Sisi ndio tunatumika kwa ajili ya kutoa taarifa na kuzipeleka kwa walaji huko. Kwa hiyo ni jambo jema kusema huko. Of course, nafikiri ndondo haitofautiani sana na mashindano ya Samia kama haya ambayo yanaendelea na mashindano mengine ambayo yanafanyika mitaani. Ndondo ni platform ambayo imejipambanua tu kwa ajili ya kuwapa zaidi mileage vijana ambao wanacheza ile mashindano. Na asilimia kubwa wachezaji ni wao. Mashindano haya leo Kigamboni, baada ya mashindano kumalizika, hii ni hatua ya nusu finali, tutakwenda kwenye finals. Ndondo inaanza mwezi wa 4. Nategemea timu nyingi ambazo zinacheza mashindano ndo zitakuja kule kujisajili kwa ajili ya kucheza mashindano ya ndondo. Na timu zile ndo zinacheza mashindano mengine yale katika mkoa wa Dar es Salaam na mara pengine hapa kutoka mikoa tofauti hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo lengo ni lile moja, kuwapa nafasi vijana washiriki kwenye michezo. Na wakishiriki sio tu wanapata nafasi, lakini wanakuwa na faida nyingine ya ziada ya kushiriki kwenye michezo, ni kuepuka magonjwa yasiyoambukiza. Wanacheza, wanakuwa mentally strong. Michezo ina faida nyingi. Kwa hiyo baada ya mashindano kumalizika, ndondo itafuatia, mnakaribishwa. Timu ndio hizo zinashiriki, hakuna vigezo vigumu. Tunamkaribisha pia Togabe na baada ya mashindano kumalizika aje itumie platform ya ndondo pia kujitangaza bidhaa yake ya unga wa sembe, unga maarufu kabisa ambao wananchi wengi wanaupenda. Platform ya ndondo pia ni walaji wa unga wa Super Sembe wa Togabe. Kwa hiyo naamini sisi kama wadau kwa pamoja tukiunganisha nguvu zetu tunasaidia jamii yetu kwa ujumla inayotuzunguka. Kuwa na talent, yani kuweza kuiona talent ni kitu kimoja, lakini kuwa na quality ni jambo lingine. Kwa hiyo unaweza ukascout talent ikawa bado haijakamilika kuwa kwenye level ya kushindana kwenye madaraja makubwa. Kwa hiyo tunachokifanya sisi huko chini ni kuexpose talent, then ziwe scouted, alafu ziwe developed, ziendelezwe. Sasa kwenye level ya development hapo ndo kuna changamoto nafikiri ambayo inaweza kana tukabili. Hatuna misingi mizuri na maeneo mengi ya kuwaendeleza vijana na kuwaweka kwenye ile standard ya kushindana. Kwa hiyo kinachopelekea sasa kufungua fursa kwa wachezaji wa kigeni
ni kwenye ile dhana ya kutafuta mchezaji ambaye ana ubora ambao utaisaidia timu kuweza kushindana na vilabu vingine vikubwa. Inategemea na malengo. Vilabu vyetu vya Tanzania vya Simba na Yanga na Azam, wao kipaumbele sio tu kushinda ligi ya Tanzania, wapate nafasi ya kushiriki michuano ya Afrika ngazi ya vilabu. Na wao wamejipambanua, ukiwasikiliza kila siku kwenye mipango yao, wanataka kushindana na kuchukua ubingwa wa Afrika. Sasa kuchukua ubingwa wa Afrika sio kitu chepesi. Unahitaji kuwa na uwekezaji mkubwa kwenye maeneo yote, especially kwenye kuwekeza kuwatafuta wachezaji ambao ni high level, wanaoweza kukompiti kwenye viwango vya juu, na ndio napelekea sasa kwenda kuwatafuta au wachezaji ambao wanakuja kukidhi hayo mahitaji. Zamani walikuwa wanakuja wachezaji wa kigeni, lakini walikuwa na quality ya chini. Sasa hivi tumeona wachezaji ambao wana uwezo wa kushindana kwenye masoko mengine, na ndio maana kuna wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi ya kwetu kwenye hizi timu zetu, lakini wanaitwa timu za taifa, za mataifa makubwa kama Nigeria. Tumeona goalkeeper wa Singida ameitwa timu ya taifa Nigeria, sio jambo dogo. Djigui Diarra, timu ya taifa Mali, goalkeeper namba 1. Aziz Ki, Burkina Faso, kina Chama Zambia. Kwa hiyo faida ya hawa kina wachezaji ambao wana quality wanakuja pia kusaidia kuwapa changamoto chanya wachezaji wetu wa ndani, na wao waweze kupigana, lakini wanaweza kupata ile challenge ya kuwafanya na wao waweze ku-level up zile uwezo wao na waweze kushinda. Ndio maana unaona mtu kama Dickson Job, Kibu Dennis, ukimwona Shabalala analetewa mtu kutoka mwingine Nouma, lakini bado still ile uwepo wa yule inamfanya naye asisinzie. Kapombe amekuwa na consistency miaka karibia zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine inasaidia kuwapa changamoto wachezaji wa kwetu wa ndani, lakini kuna wengine wengi ambao wanakuja wana hivyo viwango vya kuwafanya kuwepo. Sasa hiyo ndo inafungua mjadala. Sawa, kwamba kuja kwa wachezaji wa kigeni sio idea mbaya, lakini wanaokuja ni wachezaji ambao wana kitu cha ziada kuliko wachezaji loko tuliokuwa nao. Huo sasa ndo mjadala ambao tunaujadili, na inafika level ya kujaribu ku-question idadi ya wachezaji wa kigeni. Wakiwa wengi wana viwango vinavyofanana, kwa sababu tukizungumzia wale ambao wachache ambao wana uwezo wa kushindana, si wachezaji wote, kwa hapo wengine ambao wapo lakini wana viwango vya kawaida. Kwa hiyo ndio inapokuja ile agenda ya kusema kuna ulazima gani wa kuweka hiyo idadi kubwa ya wachezaji 12. Wanaweza kawa 6 au 5 au baadhi ya position, mfano nafasi ya goalkeeper. Juzi tumeona tumecheza na Morocco, goalkeeper amepata cap yake ya kwanza national team. Umeelewa? Lakini tulikuwa nategemea labda goalkeeper anayecheza kwenye CAF Champions League, kwa maana ya Simba goalkeeper ni wa kigeni, anatoka timu ya taifa ya Guinea. Sio Yanga timu ya taifa ya Mali. Kwa hiyo unakuta Guinea wana first choice goalkeeper anacheza ligi ya Tanzania, Mali wana first choice goalkeeper anacheza ligi ya Tanzania, ila Tanzania national team haina goalkeeper wa kwanza anayecheza kwenye mashindano ya Continental Football. Kwa hiyo ukipima hapo unaweza kaona kuna mahala ambapo kama taifa hatunufaiki na uwepo wa wachezaji wa kigeni, lakini kuna mahala pia tunanufaika. Kwa hiyo inahitaji ile check and balance na kuona ni maeneo gani ambayo yanaweza kana advantage na ambayo yanaweza siwe na advantage kwetu sisi, ili kutengeneza mzani ambao utakuwa umebalance na kuleta tija kwenye maeneo yote kwa ujumla wake.